kuna pambano ambalo liko karibu. Haiondoi ya kwamba tayari tuko kwenye pambano kuu, pambano linalokuja ya kwamba linahusu ibada. Kwa hiyo pambano kuu liko baina ya Kristo na Shetani. Kwa hiyo ni namna tu ambavyo Shetani ataendeleza tena pambano kuu na kudhihirisha kwa kiwango kikubwa tunapoelekea kufungwa kwa historia ya ulimwengu. Kwa hiyo habari ya ibada itakuwa ni kitovu, na tunapoongelea ibada ni ibada ya kweli kwa mujibu wa Biblia, ambayo ni sabato ya kweli, sabato ya siku ya saba. Kwa hiyo mgongano wa mafundisho ya imani juu ya siku ya kweli ama ya uongo utaamua hatima yetu sisi wote katika pambano kuu la mwisho. Tumeangalia Biblia, maana Biblia inabidi ijieleze. Biblia na Biblia pekee ndio kitabu chetu kikuu cha reference. Ndio maana hata fungu limesema neno lako ndio kweli. Sasa ukisoma kitabu cha Ufunuo inafunua pambano la mwisho la Ufunuo, na ukisoma tena kitabu hichi cha Ufunuo sura ya 13 inafunua dhahama zinazokuja ambazo tunaziona zimeelezewa kama mnyama. Lakini ukisoma tena kitabu hicho inaendelea namna gani tunaweza tukamtambua mnyama ni nani. Kwa hiyo katika kitabu cha Ufunuo ametajwa mnyama, kwa hiyo tunataka tumtambue mnyama ni nani. Alafu kuna wanyama zaidi ya mmoja. Kuna mnyama anayetoka katika bahari ambaye ni wa kutisha. Alafu kuna mnyama kutoka katika nchi ambaye yeye ni mtaratibu, mpole. Sasa leo hii tunataka tujifunze unabii huu. Kwa hiyo ni ujumbe unaokuja kwetu, lakini kwa njia ya fumbo la unabii ambalo pamoja na wenzangu tunataka tuweze kulifafanua leo. Labda tungeanza kidogo kabla ya kuongelea pambano la mwisho la Ufunuo, maana ndiyo kitovu cha somo hili. Tutoe definition kidogo. Mnyama ni nani? Ukisoma kitabu cha Ufunuo anamwongelea mnyama. Labda kabla ya hapo niende nyuma kidogo. Kabla ya Ufunuo 13, Ufunuo 12 anamwelezea mwanamke, alafu anamwelezea joka. Yule joka akamkasirikia mwanamke. Sasa naomba twende kwenye definition kidogo ili mtazamaji aweze kuelewa. Tuanze na mwanamke anayeelezewa Ufunuo 12 ni nani? Karibu Aliko. Naam, kwa mujibu wa Biblia mwanamke anamaanisha kanisa. Kwa hiyo anapokuwa anazungumzia kwamba joka akamkasirikia mwanamke, mwingine atazungumzia tafsiri ya joka ni nani, lakini tunapokuwa tunasoma katika unabii mwanamke anamaanisha kanisa. Unaweza kaimalizia hata joka kabisa. Joka ni nani? Mwanamke ni nani? Na anaposema joka, ukisoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 12 ukaenda mstari wa 6 wa 5 pale anazungumzia kuhusiana na joka kwamba ni Shetani, yule asi ambaye yeye ni mdanganyifu anayeudanganya ulimwengu. Kwa hiyo anaposema kwamba joka akamkasirikia mwanamke, ni Shetani ambaye alianzisha vita dhidi ya Mungu kwa kukataa mamlaka yake na utawala wake, akitaka ibada ambayo imekusudiwa iwe ya Mungu peke yake, akataka abudiwe yeye, lakini alishindwa katika hilo vita. Sasa amejielekeza vita yake dhidi ya kanisa la Mungu ambalo ni kanisa takatifu. Sasa tutaona pia kuna mwanamke mwingine ni kahaba, lakini kanisa ambalo lenyewe limekataa mafundisho masafi ya Mungu na kuingiza mafundisho ya uongo. Kwa hiyo katika tutakapokuwa tukiangalia unabii tutaona pia yupo mwanamke, lakini mwanamke yupo safi, bikira safi, kanisa la kweli ambalo linashika mafundisho ya kweli ya Mungu, lakini lipo kanisa lingine ambalo ni kanisa ambalo linaitwa mama wa makahaba ambalo limechukua mafundisho ya uongo ambayo likiongozwa na Shetani na kuyaingiza kwa sehemu ya ibada. Asante sana. Kwa maana hiyo, mtazamaji, tunapoongelea mwanamke ni watu, kanisa la Mungu, mkusanyiko wa watu. Inaweza pia ikawa mtu mmoja. Sasa huyu mwanamke anaamini nini, anatii nini? Mwanamke safi ni anayetii, anayekuwa mwaminifu kwa Mungu wa mbinguni. Mwanamke kahaba aliyeasi na kupotea. Kwa hiyo joka ni ibilisi, Shetani anayempinga Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo
kitabu cha Ufunuo kimetumia maneno fulani, joka na pembe 7 na vichwa 7, pembe 10 na vitu kama hivyo. Vyote hivyo tafsiri yake zipo, lakini kwa sasa naomba tuelewe kwamba ni shetani mwenye uwezo mkuu wa kufanya ishara na maajabu, ambaye anasimama kinyume na Mungu wa mbinguni, Mungu aliye hai. Sasa tukienda tena kidogo pale katika Biblia yetu, fungu mojawapo la Ufunuo 13 ameongelea mnyama. Labda tupate kwanza definition ya mnyama ni nini. Ndugu Bisanda, karibu. Biblia inasema mnyama ni ufalme ambao kwa mujibu wa Biblia. Kwa hiyo tutakapokuwa tunazungumzia mnyama, sio mnyama kama ng'ombe, sio mnyama kama mbuzi au simba, tunazungumzia ufalme. Asante sana. Kwa hiyo ukisoma Ufunuo anasema yule joka akamkasirikia nani? Mwanamke, akaenda kufanya vita na uzao wake uliosalia. Kwa hiyo inamaanisha shetani anainuka kufanya vita na kanisa na uzao wake. Na hapo tunaiona Yesu alipotoa ubinadamu, naye alikuwa sehemu ya mwanamke. Alikasirikiwa mpaka akakimbia, akakimbizwa, akajificha, lakini alishinda. Yesu alishinda, ndiyo habari njema tulionayo. Lakini uzao wake ambao ni sisi tuko kwenye vita. Ndio maana ya pambano kuu linalokaribia. Pambano kuu ni kati ya joka na uzao wa mwanamke ambao ni kanisa. Kwa hiyo hicho ndio lengo kuu, wazo kuu ambalo tuwe nalo hapa. Sasa tumeona wanyama wawili ambao wapo hapa katika Ufunuo. Wa kwanza ni wa kutisha, alafu anapewa uwezo na joka. Sasa huyu ni kama alivyosema aliko hapa na Bisanda hapa, ya kwamba mnyama ni utawala. Sasa kwa hiyo kulikuwa na utawala uliopewa nguvu na shetani actually kuwatesa watu wa Mungu ambao ni kanisa. Katika Biblia alitoa hata muda kuwatesa kwa muda wa siku 1260, ambayo kiunabii siku inaendana na mwaka mmoja. Kwa hiyo kuwatesa kwa miaka 1260, na utawala huu kwa historia imetudhihirishia ulikuwa ni utawala wa Rumi ulioungana na nguvu ya kidini, nguvu ya kikanisa, ukawatesa watu katika kipindi hicho ambacho kwa mahesabu ni 538 mpaka 1798. Sasa nguvu hii ya utawala ilipewa uwezo na joka, na ikanena maneno kinyume chake aliye juu. Mungu anasema uniabudu mimi peke yake, lakini wao wanasema uniabudu hata mimi. Watu wanaitwa watakatifu. Mungu anasema mwenye mamlaka ya kusamehe ni Mungu peke yake. Wao wanasema unaweza ukasamehewa na askofu ukaja ukafanya ukatubu. Mungu anasema siku ya ibada ni siku ya saba. Wao wanasema unaweza ukaabudu hata siku ya kwanza ya juma. Ndio kwenda kinyume chake aliye juu, na ni kutimia kwa unabii. Sasa nimwombe Bwana Oturo, hebu tuelezee kuhusu hili pambano kuu la mwisho la Ufunuo. Ni lipi hilo? Karibu sana. Asante sana mwenyekiti. Tunaona katika Ufunuo pambano la mwisho. Kwanza pambano ilianza juu mbinguni, na ili pambano kilele chake itaisha nyakati hizi tunazozielekea. Ndiyo jaribu tunalolielekea ambao tunaenda kuiface. Pambano kuu ilianza mbinguni kati ya shetani na Mungu, na ili pambano litatimizwa hapa duniani. Pambano ilikuwa ni juu ya ibada. Mungu anatuambia yeye ndiye anayestahili kuabudiwa peke yake, lakini shetani naye anataka aabudiwe. Na hapa ndipo kuna pambano ambalo lilianza mbinguni, lakini alishindwa kule mbinguni, akarushwa huku duniani, lakini hilo pambano linaendelea tena huku. Lakini katika hili tumetiwa maneno ya faraja ambayo yanatufariji kwamba tutateswa, tutapita katika mateso,
makali, lakini katika mateso hayo tukumbuke pia kwamba Yesu alipita katika mateso hayo hayo, lakini tunatakiwa kuwa na imani ya Yesu Kristo, imani ya kina sana, ambayo ndiyo itakayotuvusha, kwa sababu yeye yu pamoja nasi. Neno lake ndiyo kweli, na tudumu katika neno lake. Inapobidi kufa, tufe kwa neno lake, kwa sababu tuna ahadi iliyo kuu kwamba wale watakaolala katika Bwana atawafufua siku ya mwisho.